Ujambo na karibu. Mary Kilea anaomba msaada wa shilingi milioni 5 ili aweze kufanyiwa upasuaji maalumu wa kurekebisha majeraha ambayo kwa lugha ya kimombo inaitwa reconstructive surgery nchini India baada ya kushambuliwa kwa tindikali, tukio lililomwachia majeraha makubwa usoni na sehemu nyingine za mwili. Kwa mujibu wa simulizi lake, Kilea alikutana na Elvis mwaka wa 2019 walipokuwa wanahudumu katika kwaya ya kanisa, na walianza uhusiano wa kimapenzi mwaka wa 2021 baada ya Elvis kudai kuwa hakuwa ameoa. Miaka mitatu baadaye, Kilea anasema aligundua kuwa Elvis alikuwa ameoa kinyume na alivyokuwa ameelezwa. Kilea anasema wakati wa uhusiano wao, Elvis alimsaidia kifedha na kumsaidia kupata ajira. Hata hivyo, baada ya kuamua kujitenga naye, anadai Elvis alianza kumtishia na kumshambulia kimwili. Anasema baadhi ya matukio hayo yaliripotiwa polisi, huku mengine yakibaki bila kuripotiwa. Ni kitendo ambacho kinahuzunisha sana, ila tunaona ya kwamba bado hali inaendelea kushughulikiwa. Kilea pia anadai kuwa kesi ya jinai inayohusiana na tukio hilo imekuwa ikicheleweshwa mara kwa mara mahakamani. Madai dhidi ya Elvis, ambaye Kilea anasema ni mwanajeshi wa zamani na kwa sasa anahudumu katika huduma ya kitaifa ya ujasusi NIS, bado hajathibitishwa mahakamani. Kwa mujibu wa sheria, Elvis anaendelea kuchukuliwa kuwa hana hatia hadi pale mahakama itakapotoa uamuzi tofauti. Kwa sasa Kilea anaomba msaada wa kifedha ili aweze kufanyiwa upasuaji maalumu wa kurekebisha majeraha nchini India, huku akiendelea kutafuta haki na kupona. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, ni kwamba sasa Mary Kilea anahitaji usaidizi wa kifedha. Anafaa kwenda India ili afanyiwe kurekebisha, yaani ile inaitwa kwa lugha ya kimombo reconstructive surgery, ili aweze kuwa namna ambavyo alikuwa awali. Kwa hivyo inasemekana ya kwamba hawa wawili, Kilea na Elvis, walikuwa kwenye mahusiano. Walianza mwaka wa 2019 wakiwa kwa kwaya ya kanisa. Wakawa mapenzi yao lazimi yakaanza mnamo mwaka 2021. Awali Elvis alikuwa amemweleza Kilea kwamba hakuwa ameoa, lakini nyuma ya pazia ukweli ni kwamba Elvis alikuwa ameoa. Baadaye, baada ya Kilea kugundua ya kwamba Elvis alikuwa na mke, ndio sasa mambo yakaanza kuharibika. Ikasemekana ya kwamba Kilea mwenyewe alianza kujiweka mbali naye kwa sababu aligundua ya kwamba Elvis alimdanganya kwamba hajaoa, na ukweli wa mambo alikuwa ameoa, kitu ambacho kilianza kuwa kibaya hadi Elvis akaamua kupanga kumumwagia asidi kupitia kwa mtu mwingine.